Sehemu ya 4 inaendelea. Hakuna mwanadamu yeyote atakayeifuata Torati, atakayechukua kilicho ndani ya Torati na kukifanya akapata uzima wa milele. Hakuna. Tuangalie sehemu ya andiko la 3 kwenye Galatia 3 mstari wa 9. Inasemaje? Hapa inasema, basi hao walio wa imani hubarikiwa pamoja na Ibrahimu aliyekuwa mwenye imani. Kwa maana wale wote walio wa matendo ya sheria wako chini ya laana. Wako chini ya laana. Maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu asiyedumu katika yote yaliyoandikwa katika kitabu cha Torati ayafanye. Kwa kama mtu anaisoma Torati ameshindwa kuitimiza andiko moja kilivyoandikwa ufanye, hujafanya, wewe umelaaniwa. Na Torati haijawahi kuvunjika, wala haijawahi kuvunjika hata siku hii. Ipo, inafanya kazi kwa wanaoifuata. Na ndio maana chini inasema mstari wa 11, ni dhahiri ya kwamba hakuna mtu atakayehesabiwa haki mbele za Mungu katika sheria. Imejirudia tena hapa ile andiko nilokuwa nimeisoma kwenye Galatia 2:16. Kwa sababu mwenye haki ataishi kwa imani. Na Torati haikuja kwa imani, bali atendaye hayo ataishi katika hayo. Kwa atakayehitaji kuishi kwa Torati, kwa sheria, aendelee kuishi kwa sheria. Lakini ukisoma mstari wa 13, ufumbuzi upo wa kupata neema wewe na uzima wa milele. Uzima wa milele kwa nani? Tusome tuone uzima tunaupata kwa kupitia nani na kwa kumfuata nani. Mstari wa 3:13 inasema, Kristo alitukomboa katika laana ya Torati, kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu. Kwa ajili yetu, maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu angikwae juu ya mti, ili baraka ya Ibrahimu wafikirie mataifa katika Yesu Kristo. Iwafikirie mataifa katika Yesu Kristo, sio iwafikirie mataifa katika Torati kama wanavyofanya wakina Ndacha, kama wanavyofanya wakina Jagwa, kama wanavyofanya wakina Sylvester, kitu ambacho ni uongo. Kwa hiyo tunapokea sisi mataifa imani na uzima wa milele tutakao utegemea baadaye, baada ya kufa, baada ya Yesu kuja tukiwa hai katika Yesu Kristo peke yake. Inaendelea hapa, inasema, basi ahadi zilinenwa kwa Ibrahimu na kwa mzao wake. Hasemi kana kwamba kwa wazao ni wengi, bali kana kwamba ni mmoja, kwa mzao wako, yani Kristo. Ni Kristo. Nisemalo ni hili, agano lilithibitishwa kwanza na Mungu. Torati iliyotokea miaka 430 baadaye halitangui hata kubadilisha ile ahadi. Kwa Torati imetokea miaka 430 baada ya Ibrahimu. Torati, distance ya miaka ya Ibrahimu na Torati ni miaka 430. Ndio Torati ikaja. Kwa Ibrahimu alishaahidiwa huko nyuma. Kwa je, tuende kwa ahadi au tuende kwa Torati? Kwa ahadi lazima itimie. Ahadi lazima itimie. Kwa hiyo Wasabato inabidi mbadilike, muamini Yesu Kristo, muache mapokeo ya Torati. Muache Torati. 18 inasema, kwa maana urithi ukiwa kwa sheria haui tena kwa ahadi. Umeona sasa? Kwa hiyo hatuwezi kuitumikia tena sheria, haipo, yani tunatakiwa tuiache, tusitumikie tena. Lakini Mungu alimkirimia Ibrahimu kwa njia ya imani. Torati ni nini basi? Iliingizwa kwa sababu ya makosa. Torati iliingizwa kwa sababu ya makosa. Isingetakiwa iingizwe Torati. Alipewa ile ahadi, aliamriwa kwa utumishi wa malaika kwa mkono wa mjumbe. Basi aliye mjumbe si mjumbe wa mmoja, bali Mungu ni mmoja. Basi je, Torati haipatani na ahadi za Mungu? Hasha. Torati haipatani na ahadi za Mungu? Hasha. Kwa kuwa kama ingelitolewa sheria iwezayo kuisha ya haki ingelipatikana kwa sheria. Kwa sheria haina haki yoyote, huwezi kupata uzima milele kwa kuifuata Torati. Kwa sababu inasema hapa, inasema kama ingelitolewa sheria iwezayo kuisha yakini haki ingelipatikana kwa sheria. Lakini andiko limeyafunga yote chini ya nguvu ya dhambi, makusudi hawa waaminio wapewe ile ahadi kwa imani ya Yesu Kristo. Kwa ahadi ya uzima watu wanaupata kupitia nani? Yesu Kristo. Kwa nadhani hapo kuna vitu vya kujifunza. Nyewe wa Sabato inatakiwa muamini Yesu Kristo, muache kuhubiri Torati ambayo watu hawawezi kupata uzima milele. Kwa hicho mnachokifanya ni kosa kubwa sana. Tuangalie Warumi 2. Warumi 2. Kitabu cha Warumi 2.
Warumi mbili. Ukisoma katika Warumi 2:13 inasema, kwa sababu sio wale waisikiao sheria walio wenye haki mbele za Mungu, bali ni wale waitendao sheria. Hebu tuongee, Wasabato wanaitimizaje sheria hii? Torati wanaitimizaje sheria? Kwa mfumo upi wanaitimiza? Hawaitimizi. Kwa hiyo hawezi kuhesabiwa haki, kwa sababu inatakiwa yatimize sheria yote iliyoandikwa mle yatimize. Na ndio maana hapa chini inaendelea inasema kwenye hiyo nani 2 ambao watu wanaoitegemea Torati, sasa watu wanaoiamini Torati. Ukisoma Warumi 2:17 inasema, lakini wewe ukiwa unaitwa Myahudi. Sasa hapa kuna kitu hapa. Hii Torati ni inawahusu Wayahudi, sio watu wa mataifa, wala haiwahusu Wasabato. Maana hapa Torati inawahusu Wayahudi, haiwahusu Wasabato. Tuangalie kipande kinachofuata ili tuweze kupata faida zaidi na zaidi na zaidi na zaidi kutokana na muda. Asanteni.